أنزل على عبده أحسن الكتب نظاما وأصلها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان مخذوف من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبعد لقد وقفت أمامكم ووقفت أمامكم ولست بخيركم بل كي ذاكر نفسي شوية وأنفسكم وأفيدكم بما أفاداني الله. Maashara sana, nichukue fursa hii kwa mara ya pili tena kuhusieni nami pia kuhusia nafsi yangu kumwogopa Allah na kufuata mwendo na kutekeleza sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia kuchukua mazingatio na hatua kuhusiana na musimu wa kheri. Kuna jambo linaitwa sharafu zamani na pia kuna sharafu al-makan. Kuna baadhi ya nyakati zina utukufu, kuna baadhi ya watu wana utukufu na baadhi ya sehemu zina utukufu. Kuzienzi sehemu hizi kwa kutenda vitendo vya kheri ni maagizo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Dhalika wa man yu'azzim hurumatillah, vivyo hivyo atakayetukuza hurumatillah, vitakatifu vyake Allah. Anasema Uthaymin, hurumatillah, vitakatifu vya Mwenyezi Mungu ni al-amakin muhtarama, ni zile sehemu au baadhi ya miji fulani mitukufu. Ili ukiheshimu, ukifika mathalan Maka, nafsi yako ikabadilika ikatahawwal, Allah anasema fa huwa min taqwal qulub. Basi ukitafuta uchamungu kwamba takwa hauna, uchamungu uko hapa, basi huo ni uchamungu mkubwa. Lakini ukitafuta jambo bora, huwa khairun inda rabbik, pia jambo hilo ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, kutukuza sehemu tukufu. Lakini hurumatillah ashkhasul muhtaramin, vitakatifu vya Mwenyezi Mungu ni wale watu watukufu. Kuna fadhila kubwa kumtukuza baba, kuna fadhila kubwa kumtukuza mama, kuna fadhila kubwa kuwatukuza masheikh, kuna fadhila kubwa kumtukuza Mtume Muhammad. Hurumatillah almawasim muhtaram, hurumatillah pia ni ile misimu mitukufu. Ulipitwa na Rajab, mwezi mtukufu, ukaja Shaaban, mwezi mtukufu. Hivi sasa tuko na babalao, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hili jambo ukiliadhimisha katika nafsi yako, ukalitukuza, ukapatiliza kheri zilizokuwemo ndani yake, kuna mambo mawili. Kwanza ni uchamungu wa nyoyo, na hawezekani mtu kubadilika kwa sababu ya Ramadhani isipokuwa huyu ni mcha Mungu. Kwa hiyo utakuwa umefanya jambo kubwa na jambo bora kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mambo haya hatutukuzi sisi binadamu tu, ni system ya Mwenyezi Mungu. Katika ulimwengu kuna kitu kinaitwa sunnatillahi fil ardh, kuna sunna au mwendo wa Mwenyezi Mungu katika dunia. Laqad faddala Allahu ashya'an ala ashya', kuna baadhi tu mwenyewe vitu fulani kavitukuza. Mfano, laqad faddala Allahu baladan ala sa'iril bilad ala wa hiya Makkah al-Mukarrama. Katika miji ya dunia sijui ni mingapi, kuna mji mmoja Mwenyezi Mungu autukuza juu ya miji yote, na huu ni mji wa Makkah mtukufu. Wa faddala Allahu jabalan ala sa'iril jibal, lakini milima ni mingi, kuna mlima mmoja Mwenyezi Mungu autukuza dhidi ya milima yote duniani,
ala wa huwa Jabal Uhud. Mlima wenyewe ukienda Maka unaitwa mlima wa Uhud, Jabal Uhud. Jabali hili limetukuzwa, na wale ambao hatujaenda Maka tutalikuta peponi jabali hili. Wa faddala Allahu kitabun ala sa'iri al-kutub. Vitabu vya Mwenyezi Mungu viko 105. Sayyid Rashid pekee yake kapewa vitabu 52. Vitabu ni vingi sana. Kutubu samawiyyati almunazzalati ala anbiya, kuna vitabu vimeshuka kwa mitume, kwa hiyo viko 100. Katika vitabu vyote kuna kimoja Mwenyezi Mungu akitukuza sana, ala wa huwa al-Qur'an. Chenyewe ni kitabu cha Qur'an katika vitabu vya Allah. Mwenyezi Mungu akiheshimisha, kimezidia Taurati na vitabu vingine vingi. Wa faddala Allahu yawman ala sa'iril ayyam. Hata hizi siku, masiku haya, kuna siku moja Mwenyezi Mungu kaitukuza kuliko siku zote zilizobakia, ala wa hiya yaumi Arafa. Hii ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa Mwenyezi Mungu anashuka mchana mpaka duniani ili kusaidia waja wake. Siku ile haishindwi na siku yoyote ile. Wa faddala Allahu laylatan ala sa'iril layali. Hata ni usiku, kuna usiku mmoja umetukuzwa kuliko siku zote. Siku yenyewe ni siku gani? Ni usiku wa Lailatul Qadr, khairun min alf shahr. Wa faddala Allahu malakan ala sa'iril malaika. Pia malaika ni wengi, lakini kuna malaika mmoja Mwenyezi Mungu kamtukuza sana, kampa uzuri, kampa utukufu, kampa heshima, ala wa huwa Jibril alayhi salam. Huyu ni Sayyidina Jibril, ametukuzwa sana. Wa faddala Allahu basharan ala sa'iril bashar. Lakini pia katika binadamu yuko mmoja kashinda watu wote dunia nzima, na huyu haitumii shida kukufafanua, bila shaka ni Mtume Muhammad. Huyu ni ashraf khalqillahi ala al-akhlaq wal akhlaq. Wa faddala Allahu ma'an ala sa'iri al-miyah. Kila kitu mpaka maji, kuna maji yamefadhilishwa kuliko maji mengine yote duniani, maji ya Zamzam. Kwa hiyo ni sunna ya Mwenyezi Mungu, laqad faddala Allah. Tena sasa, wa faddala Allahu shahran ala sa'iri shuhur. Mwenyezi Mungu katika hii miezi 12 kuna mwezi mmoja, na mwezi wenyewe ndio leo tupo ndani yake, ukautukuza kuliko miezi mingine yoyote. Hata aada al-Islam la yaarifuna qimata Ramadhan. Hata wale wasiokuwa Waislamu wanajua thamani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hivi sasa wanajua sisi tumefunga, hivi sasa wanajua kuna jambo gani ndani yake. Lakini mwezi huu wa Ramadhani una sifa nyingi, hadithu wala haraj. Miezi mingine ina mambo yao, lakini Ramadhani imepitiliza, na Ramadhani ni neema kubwa, na sisi lazima tusitambue leo kwa muda mchache neema za Ramadhani. Ar-Ramadhanu yakfihi sharafa. Ramadhani pekee yake ina utukufu mkubwa, wa huwa rukunun min arkani Islam. Kwanza tambua ni nguzo miongoni mwa nguzo za Uislamu. Ile miezi mingine haingii katika nguzo, lakini Ramadhani fa huwa rukunun min arkani Islam. Uislamu unajengwa na nguzo 5. Miongoni mwa nguzo hizo kuna nguzo ya Ramadhani. Tena hii nguzo ya Ramadhani ni nguzo ya hatari. Ni nguzo ambayo ndani ya Ramadhani unaweza ukatekeleza nguzo zote zilizobakia. Kuna nguzo ya sala ndani ya Ramadhani. Sasa hivi tutasali, nguzo ya sala inamezwa na Ramadhani. Kuna nguzo ya shahada mbili inatamkwa Ramadhani. Kuna nguzo ya ibada ya umra, hija ndogo, ndani ya Ramadhani. Hivi sasa watu wengi wanakwenda umra. Kuna nguzo ya zakat, kuna zakatul fitri na kuna zakatul maliya.
Hizi zote zinaweza zikatekeleza ndani ya Ramadhani. Kwa hiyo Ramadhanu yakfihi sharafan annahu ruknun min arkani al-Islam, wa Ramadhanu yakfihi izzan fa inna al-hasanati fihi tatadha'af. Ramadhanu yakfihi fakhran annahu unzila fihi al-Qur'an. Ramadhani ina fahari kubwa, ndani yake imeshushwa Qur'an. Allah asema shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Wa Ramadhanu yakfihi izzan, na Ramadhani ina heshima kubwa, fa innal hasanati fihi tatadha'af. Yale mambo mema yote yanaongezwa tofauti na mwezi mwingine. Ibrahim an-Nakhai anasema rak'atun fi Ramadhani bi alfi rak'a. Ukiswali rakaa moja ndani ya Ramadhani ni sawa na rakaa 1000 katika miezi mingine. Wa tasbihatun fi Ramadhani bi alfi tasbiha. Ukisema tu subhanallah, mabwana, subhanallah ni jambo kubwa. Ukiwa na furaha itakiwa useme subhanallah. Ukiwa na huzuni, una tatizo, itakiwa useme subhanallah. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih. Ukiona umeshaukomboa msikiti wa Makka, muna furahi, la ilaha illa Allah wahda sadaqa wa'ada wa nasara 'abda, furaha yote hii, fasabbih, sema subhanallah. Na sehemu nyingine mtume akipatwa na majanga, Mwenyezi Mungu anamwambia sema subhanallah. Ndiyo maana neno la subhanallah lilikuwepo zamani, toka zama za jahiliya Waarabu walikuwa wakitumia. Ndio maana hata ile safari ya Isra Mwenyezi Mungu alianza kusema subhanallah. Kwa nini ameanza na subhanallah? Kwa sababu Waarabu tabia yao, wakitaka kumthibitishia mtu habari hutumia njia mbili: hutumia hurufu qasam au hutumia neno la subhana. Na Mwenyezi Mungu akaona kuwathibitishia safari ya Isra aanze na neno la subhana. Sasa hii subhana ikiwa ni jambo kubwa kabisa, hapa hata malaika wanalisema nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, subhanallah. Sasa anasema Ibrahim an-Nakhai wa tasbihatin fi Ramadhani bi alfi tasbiha, na kusema subhanallah moja ndani ya Ramadhani unahesabika umesema subhana 1000 na zinafaa kubwa kabisa. Wa sadaqatun fi Ramadhan bi alfi sadaqa, hata sadaka utakaotoa leo ndani ya mwezi wa Ramadhani inahesabika ni sadaka 1000. Wa rak'atun fi Ramadhan, wa rak'atan fi Ramadhan bi alfi rak'a, hata leo ukiruku unahesabika ni rukuu 1000. Fa innal hasanati fihi tatadha'af. Mwenyezi Mungu ameusimulia mwezi mtukufu wa Ramadhani ndani ya kitabu chake, ndani ya sura Al-Baqara. Tuchukue aya kwa ufupi tu basi. Mwenyezi Mungu alipoanza kuzungumza Ramadhani alisema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini. Tulioamini ndio sisi hapa tumekusanyika hapa, takwa wake kwa waume, wakubwa kwa wadogo, wazee, matajiri, maskini, mafukara, wanaoishi nyumba za kawaida, nyumba za hali ya juu, wenye kazi, yani kila aloingia hapa msikitini tunamdhania ni muumini. Kwa hiyo khitabu hii tunaambiwa sisi na wengine duniani, ya ayyuhalladhina amanu. Hizi ya ayyuhalladhina amanu ni nyingi mno ndani ya Qur'ani, karibia 80 ya ayyuhalladhina amanu. Na wanawachuoni wanasema zikiitwa kwa sura hii, Mwenyezi Mungu anataka kuzungumza na wapenzi wake. Enyi mlioamini, imma amrun khairun laqad yushadu ilayhi, pengine kuna jambo lina kheri na baraka tunatakiwa tugewe, na wallahi liko jambo, kama utaniazima masikio mimi nitapata kwalo faida na wewe utapata faida. Waumini, imma amrun nahyun yunha anhu, au kuna jambo baya mno tunatahadharishwa tusiumie.
Lakini katika hii hapa kuna jambo la kheri. Hii ina kheri, ina ujumbe ndani yake. Enyi mlioamini, damu ya wapi, tumefungua mpaka masikio ya moyo, tunasikiliza kwa makini aya hii, ambayo aya hii mimbari nyingi leo Dar es Salaam zitasoma sana aya hii. Pengine mwingine katika mukaddima alianza na aya hizi zinasemaje. Allah anasema kutiba alaikumus siyam, mmefardishiwa jambo la kufunga saumu. Haya maneno haya magumu, sigha iliyotumika kutiba, hata angesema kataba ni sawa, lakini kutiba ikija kwa majhul, wanawachuoni wanasema ni amrun shaqun azizu. Likija neno la kutiba ni mambo magumu, ni mambo si mepesi. Ndio maana utaona baadhi ya aya Mwenyezi Mungu akiongea vitu vibaya vinavyoumiza, alikuwa akitumika misamiati kama hii au ibara kama hizi: ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, kutiba alaykumul qital wa huwa kurhun lakum, mmeandikiwa mkapigane, na nyote mnachukia vita, na nani anavipenda vita? Hapa juzi kwenye uchaguzi ulipita, ilitokea kama vita, watu walikufa. Ninavyosema mpaka leo kuna watu wengine walemavu na wengine waliathirika na ulcers chronic, madonda ya tumbo, hana cha kukila ndani. Wote tulikuwa tunaomba salama. Na sisi mashehe au wazungumzaji, maana mimi lastu minkum, sisi wazungumzaji tulirudia kwenye mimbari hizi tukasema, jamani, wakati tunahubiri amani, nilikuwa mnaona kama tumepewa hela, tumenunuliwa, mnayaona. Wengine wakakiri kweli tumeyaona. Lilitokea jambo kama la maaraka, vita. Hakuna anayependa vita toka zamani, na Mwenyezi Mungu anasema mmeitwa katika vita na nyinyi hamtaki. Ibara ile ile ya vita ndo ametuitia kwenye jambo la saumu. Inaonekana jambo la saumu si jambo jepesi, ni jambo gumu kabisa, ni jambo gumu, ni jambo zito. Vitu vyepesi huandikwa kwa kataba ala nafsihi rahma wabtaghu mimma kataba Allahu lakum. Mambo mepesi ni kataba, lakini Mwenyezi Mungu kwa sababu anatupenda, huku nyuma ameanza na jina la kutuita wapenzi wake waumini, akaona tuambie wazi kabisa, kutiba alaikumus siyam. Na ningekuwa mimi ningesema nimekufundishieni kufunga, lakini ilipokuja kwa majhuli kataba au kutiba, yani kana kwamba hajulikani hata nani aliyofundisha. Yani Mwenyezi Mungu vile anavyotuhurumia, anaona haya hata kujitangaza, mimi nimekufundishieni kufunga, kana kwamba kajificha. Yeye mmefundishiwa kufunga, alafu muulizane na nani? Sina yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba alaikumus siyam, kwa hiyo jambo la saumu ni gumu. Ndio maana kusema kutiba alaikumus sawm, swaumu ni kitu cha muda mfupi, lakini siyama ni kitu endelevu, asubuhi mpaka jioni, au kuishi maisha ya kisaumu ni kitu endelevu. Kutiba alaikumus siyam, akapunguza ukali kidogo, kama kutiba ala alladhina min qablikum, hivi tulikufardishieni kama waliopita kabla yenu nyinyi. Japokuwa waliopita kabla yetu sisi saumu yao si kama sisi. Watu wa zamani walikuwa mtu anafunga mkate tu, au wanafunga maziwa tu, au wanafunga sijui chapati tu. Si saumu kama hizi za leo. Saumu waliokuwa wanafunga kabla yetu sisi walikuwa watatu tu. Alikuwa Nabii Musa alayhi salam, Nabii Idris, Nabii Ilyasa, na hao walikuwa wakifunga saumu za uswali. Bado huwezi kukompea na sisi. Nabii Musa alikuwa akifunga siku 30 bila kufuturu, na hata mtume hizi saumu za uswali alikuwa akifanya. Na hata Makuraishi, si kwamba saumu zimeanza leo, walikuwa wakifunga kama ile Ashura kabla ya Mtume Muhammad, wakifanya vitu kama hivi, wakiadhimisha miezi mitukufu ndani yake. Kwa hiyo tumepewa tashbihi, kupunguziwa
kama waliokuwa kabla yenu nyinyi walikuwa wakifunga, japo si funga kama hii. Ndio maana haya maneno yameimbukishwa, msije mkagundua mbona waliopita walikuwa wakifunga mkate tu, mbona sisi ni hivi. Na kwa nini aseme kama waliokuwa kabla yenu nyinyi? Ukiambiwa sehemu fulani bwana kuna watu wanadaiwa na wamekamatwa, na hata wewe utakuja kukamatwa, mida umepata ile taarifa, tension yako inakuwa ndogo, kibarua chako kinakuwa kidogo, kuna somo iko hivi. Hata waliopita washawahi kupewa majaribio kama haya, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Faida gani sasa kutesana huku? Anasema la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Na hakuna kitu hata kimoja kinamuingiza mtu peponi isipokuwa takwa peke yake. Mtume aliulizwa akthar ma yudkhilu an-nasu jannata, kipi kitakachowaingiza watu kwa wingi peponi? Akasema taqwallahi wa husnul khuluq. Ili uende peponi sio maneno mengi jamanini, sio kuvaa makanzu makubwa sana, yani takwa tu. Yani ukimwona mtu ni mcha Mungu, huyu ndio kitambulisho cha kwenda peponi peke yake. Sasa miongoni mwa vitu vinavyoleta takwa ni mwezi mtukufu wa Ramadhani, huku kushindana jatu. Wanasema saumu haqiqi, ile saumu ya kweli kweli, yusibu batni, inaumiza tumboni. Sasa hivi saa 7 hii kasoro matumbo yanawaka moto, mwingine atatemeka, mwingine la kule imenipita sijui leo itakuwaje, jua likija mashaka matumbo. Lakini faida yake inauathiri moyo saumu. Si kwamba tu eti Ibilisi kafungwa. Unaona watu wamejaa msikitini, shekhe hata asingefungwa, ile kitendo cha kufululiza kufunga moja kwa moja kinauathiri moyo. Nitakwambia mfano mzuri. Siku za kawaida hizi tunapita, anapita mwanamke, unatizama huko unasema astaghfirullah. Saa nyingine uko msikitini, saa nyingine uko kwenye hafla ya Maulid, pengine wewe ndio unaitwa mawaidha, alafu unaona kuna mizigo kule inatamayu, huko unasema, huko unaangalia. Umevaa kanzu nzuri, kapita binti, nasema hii kwa sababu leo macho yetu hayashiki. Umevaa kanzu nzuri, alafu anapita mwanamke anatatanisha. Sasa utaka kutizama, lakini ile kanzu inakulinda. Cha mwanzo unaangalia watu hawanioni watu. Kama watu wameshangaa unaanza kutizama. Lakini tizama, ukiwa hata ndani ya saumu ya sunna utaki mchezo. Utaki mchezo, so asaumu. Hii saumu unayoiona ni wijaa. Inakukinga na mambo yote maovu, inadhailisha moyo. Tena nitakwambia kitu, kama kuna mtu unakopa mgumu hakupi, Sheikh Mtaimu akiwa amefunga. Ndio maana Allah akasema hivi katika hadithi Qudsi, as-sawmu li wa la ajzi bihi. Hakusema hija ni yake, hakusema sala ni yake, hakusema sijui sadaka ni yake, amesema saumu ni yake, na yeye ndio anajua malipo yake. Kwa nini Mwenyezi Mungu saumu kaisharifisha mpaka kajitamba nayo? Hii ni yangu mimi. Kuna sababu nyingi sana. As-sawmu li wa la ajzi bihi. Hii saumu ni yangu mimi. Kullu amali ya'maluhu ibn Adam lahu, kila matendo anayoyatenda mwanadamu yake. Maana yake Mwenyezi Mungu kamtajia zile fadhila zake. Ukifanya hivi, manjaa bihasanatin 10 amthaliha, ukienda Maka utapata hiki, na hii ni fadhila ya Mungu. So binadamu anapenda istiqdamu fadhail. Mwanadamu anapenda ukimtajia kitu ndo anakuwa na bidii. Tunataka shekhe ujenge msikiti, tunakupa tenda ya kujenga. Shekhe nitajenga, asante, lakini mwisho tunalipanaje? Ili ndio istiqdamu fadhail. Nataka niende Maka, shilingi ngapi? Milioni 15. Afu nitapata nini pesa zote hizi? Alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Utapata pepo. Shekhe swali ya witri, alafu baada ya witri nitapata nini? Shekhe fanya hivi, toa sadaka, alafu nikishatoa 10,000 nitapata nini? Shekhe utapata laki. Shekhe inawezekana kweli bwana. Nikitoa 20 kwa hiyo laki 2. Istiqdamu fadhail. Hii ni rehema ya Allah. Angeweza kutupa hizi amali zote asituambie fadhila zake, na tungefanya tutake tusitake, lakini kututia moyo. Isipokuwa hii saumu peke yake, so ina surprise. Hii hajataja malipo. Anayekwambia bwana ukifunga utapata hiki, muongo. Kajua wapi? Allah asema hii ni yangu, kaiweka kwake. Kuhusiana na malipo,
mimi ndio unajua kwamba zake. Wanasema innal adhaima kufuha al-udhama, usiseme atanilipa nini Allah, wakubwa hawalipagi kidogo. Harun Rashid alikuwa ni mfalme. Siku moja anamuona mtoto anasoma Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, anaifa. Akamwambia bunayya, unasoma sura gani hapo vipi? Akamwambia nasoma inna fatahna laka fatahan mubina. Lakini kutizama msahafu, ile sehemu iliyofunguliwa haiendani na inna fatahna. Akaushika msahafu kufungua, akamkuta anaisoma abasa wa tawalla. Akamwambia mbona unasema uongo mapema? Unasoma abasa na inna fatahna. Yule kijana akamwambia sikiliza Harun Rashid, mimi sijasema hata na mtu asubuhi. Mwanzo ndio wewe unakuja kunisemeza. Hapo unaniuliza nasoma sura gani? Kwa hiyo niliona vibaya siku yangu ya leo, nikaanza kukutajia aya zilikuja kumsema Mtume, kumkanya abasa watawalla anjaahul a'ma. Mtume alikuwa anakemewa, anarekebishwa tabia hapa. Kwa lugha nyingine alikuwa anasemwa, anapokewa. Nilijisikia vibaya, ndio mwanzo useme na maneno haya. Nikaona mwanzo nikupe lecture au maneno yalokuja kumbashiria bwana Mtume, inna fatahna laka fatahan mubina. Akaona huyu mtoto ana ibra kubwa, akafurahia kilima kile, ambia sikutegemea mtoto kama wewe, la usadiku aina haya elea nifuate. Anafuatana na mfalme, tena mfalme huyu si mchezo. Robo 3 ya dunia Harun na miliki. Ilikuwa akisimama kutuba zake, akiona wingu likipita tusema ayatu wasahabu, wewe wingu nenda utakapoenda, hata mvua ikanyeshe kibaha, mazao yako yataletwa hapa kwangu. Alipokuwa na mfalme mkubwa. Sasa mfalme kama huyo anamuita twende ikulu. Akasema nitaenda kupewa nini? Alipofika kule ikulu akampa dirham 3. Dirham 3 akampa. Akamwambia 1, 2, 3, 2,300, shika mwanangu mtoto. Alipozihesabu zile pesa, akamwambia na will hand, mzee shika pesa zako. Akamwambia kwa nini unanirudishia? Protocol inasema Muislamu mwenzio idha afaka shay'an bighairi mas'alatin faqdu. Muislamu akikupa kitu usikatae, unavunja moyo wake. Nimekupa kwa mapenzi, chukua. Akamwambia nakubali kuzipokea. 3,000 ndio unipe rais wewe rais kama rais. Buku 3. Kwa vile ulivyo ukubwa wako 3,000. Nashukuru. Lakini naogopa nikienda nazo nyumbani, bila shaka mamangu ataniuliza umepata wapi pesa hizi. Nitamwambia nimepewa na rais mkuu wa Tanzania mfano wake. Hizi pesa ananikuta nazo usoni. Ataambia rais mzima ndio akupe 3,000. Maana yake nini? Kwa hiyo shika sije nikaenda kupigwa, bora ngelipa mtu wa kawaida. Akaona mtoto mjanja ambiacho. Akaenda ndani, akachukua fuko, akaanza kumhesabia mapesa mengi. Mabilionea, matilionea, mazilionea. Akamwambia hizi hapa hizi. Unasemaje? Ambia sasa hapa mtakwenda kupokelewa. Hiki kinafanana na mkubwa, innal adhaima kufuha al-udhama. Sasa Mwenyezi Mungu akisema wana ajziu bihi talipa, usifikirie talipo kama sala kama nini, anajua mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata yatlubu ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli, anakusikitikia eti mtu kaacha chakula chake hivi, kaacha kinywaji, kamwacha mke. Inauma, si kwamba hayumi. Nakupa mfano. Asubuhi ya leo wakati nakuta hivi nakuja Ijumaa mshabai mbele anapita mke, nikataka kumkumbatia, kumbe tupo ndani ya somo. Basi acha nikaushe, iliniuma kweli, hata kuhagi. Maana Mtume sallallahu alaihi wasallam kana yuqabil wa yubashi. Mtume alikuwa anakumbatia na anakisi wake zake ndani ya Ramadhani. Saida Aisha anasema, sijamaliza usije ukaenda kukumbatia, anasema lakinahu amlikukum liirbi. Yeye Mtume ni automatically ana uwezo wa kuzuia zile hisia zake. Sasa wanachuoni wanasema itakiwa tuwabusu sisi wake zetu, lakini ile qiblatan bil ishara,
ile kumbusu mke kwa ishara. Maana hizi busu zina unwani hizi. Usione kwamba busu zinafanana, hazifanani shekhi. Kuna mabusu kumbusu shekhi. Mashaallah. Kuna busu kumbusu mama yako. Hata nyinyi wanaume mnaweza mkabusiana, lakini naambie lile busu la mke wako ndio unambusu msela mwenzio. Hebu siku moja jaribu vile unavyombusu mkeo, kambusu msela mwenzio, uone kivumbi kitakachokukuta. Kwa hiyo hata ile ile kwa ishara tu, kwa ishara tu. Allah anasema mtu anaacha shahwa. Mke nimetoa mahali. Mashekhe wamekuja wamesoma hotuba ya ndoa. Baba mkwe kanioza wangu huyu. Wewe hujui yuko kukumbatiana, kuna vitamini, kuna sakani zinakuja katika kichwa. Kuna vitamin tunabadilishana, kuna utulivu. Allah subhanahu wa ta'ala taskunu ilaiha. Almar'atu hiya masdaru sakina. Mwanamke ni utulivu. Sasa nitaka kupata utulivu kidogo, nikaona kama kuna shoti. Wanasemaje, subiri kisha afika usiku, si kibarua kidogo hichi. Sasa saumu li wa ana ajziku bihi. Hii saumu ni yangu mimi na mimi ndio najua cha kulipa. Kwa hiyo hii saumu la'allakum tattaqun, ili mpate ucha Mungu. Tunamwomba Allah atupe takwa kwa ajili ya Ramadhani. Na nikwambie ni bishara. Kuna baadhi ya watu msikiti walikuwa hawaujui. Walianza kuswali Ramadhani ya mwaka jana mpaka leo wamebaki msikitini. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu kama alivyosema shekhe hapa kabla ya mimi kupanda Sheikh Suleiman. Tupo wengi, tunamuomba Mungu aturuzuku ule ucha Mungu hata ikiisha Ramadhani tuendelee hivi hivi. So hii Ramadhani kuja kwetu ni kama neema. Wengi mwaka jana waliutamani umwezi wa leo, lakini hawakuwafikiwa, wameondoka. Cha ajabu sasa, huu mwezi wa Ramadhani ni jambo kubwa sana, na nitakwambia kitu, unatengeneza maisha. Kabla sijafika hapo kufunga maneno yangu, cha ajabu tena, mimi nasema sijui ni Waislamu wa Tanzania sana kuliko kwingine. Mwezi wa neema unakuja, mwezi wa kheri unakuja, mwezi wa baraka. Hatuingii katika mwezi shati tuparuane, tutukanane, tubezane, na kati ni kitu cha kheri hichi. Na khalifu ala al-furu la ala al-juzur. Si tunatofautiana, lakini vitu vidogo vidogo, sio vitu vikubwa vinavyotutoa katika mila. Lakini shekhe huyu lazima ampuze, huyu lazima ambeze, huyu lazima amsukume huyu, eti kisa tunapokea kitu kizuri. Maana sisi tulioingia Ramadhani leo tumebarikiwa, tumependelewa na Allah. Kwa sababu juzi tu mimi nilikuwa msikitini Jumatatu, nataka kutoa muhadhara sehemu hiyo, mmoja wa waumini nikamwambia kishafariki, akasema ashaikosa Ramadhani. Kwa hiyo mwaka jana wengi tulikuwa nao sio mbali, humu tu msikitini. Leo hawapo, washaondoka. Sasa mimi na wewe itakiwa sijidatu shukra mabwana. Ramadhani imenipata tena. Kama kuna sehemu ilikuwa sijaweka sawa uchumi wangu, hali yangu, hii Ramadhani nitarekebisha. Sasa Ramadhani mashekhe tunaanza kuingia, tunaanza kuashiana moto. Hawa ama tunaso watafanyaje hawa? Alafu ndani ya Ramadhani tunarekebisha tabia. Utashangaa ikiisha Ramadhani tunaanza kuparuana tena kutoka kwa sababu ya mwezi tulifikia namna kama hii. Tumepata nini sisi ndani ya Ramadhani? La'allakum tattaqun. Na Ramadhani yenyewe hii, wale ambao njaa hawaiwezi wasiseme sasa tutakufa hata kama kuna faida. Mwenyezi Mungu atapunguza ayyama ma'dudat. Ni masiku machache 29 30 tushamaliza. Juzi nilikuja hapa eti nasoma kisa cha Isra. Sijui hata Shaabani imepita vipi, tayari shaingia Ramadhani. Basi nakwambia ni kesho kutwa hivi. Ayyama ma'dudat, ni masiku yanakwenda haraka, yatolee macho, yanapita hivi. Faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Mtu akiwa mgonjwa, ule ugonjwa wa serious, akifunga kama mtu wa sukari, hawezi kushinda njaa, sukari ile iliyozidi. Mtu mwenye madonda ya tumbo mpaka anatapika damu, huyo asifunge atatuletea shida. Lakini pia msafiri, angalia mwezi uko kwa nawafa. Kwa kifupi, ili tuende haraka mambo mengine tuyapate. Kwa kifupi, ukiwa katika safari, ukiacha kufunga, fadhila zake ni kubwa kuliko ukikoma na ile saumu yako. Ukisafiri, japo vyombo vya leo utafikiri uko nyumbani kwako na chumba cha AC. Narudia tena kusema,
Ukiacha kufunga, basi hilo Mwenyezi Mungu analipenda zaidi kuliko ukakoma na saumu yako. Na Allah yuhibbu rajulain, Mwenyezi Mungu anapenda watu wa sampuli mbili. Yule ambaye akisafiri qasar anapunguza sala, na akiwa amefunga aftar anaanza kufungulia, ili Mwenyezi Mungu analipenda sana. Na hii ni hadia, ni zawadi kutoka kwa Allah. Mmoja aliuliza kati ya masahaba, ya Rasulullah, ana ajidu quwwa, mimi nikienda mpaka Kigoma niko fiti bwana, hata kama nimefunga sina shida, nikifunga vipi? Mtume akamwambia, hadhihi rukhsatun min Allah, ndugu yangu, hizi ni ofa kutoka kwa Allah. Atakayechukua ofa ya mpenzi wake fahuwa ahsanun, vizuri mno, na atakayekoma na saumu yake fala junaha alayhi, hapa ni dhambi na saumu miswi. Kwa hiyo nasema, mkisafiri fungueni, kisafiri fungueni, mkiwa mnaumwa fungulieni, lakini antasumu khairun lakum, ikiwa udhuru ni mdogo, kufunga ni bora kwenu, lau kuntum ta'lamun. Lakini kama mngekuwa mnajua, shahru Ramadhana alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Mwenyezi Mungu akasema mwezi wa Ramadhani umeteremshwa Qur'ani, si nini, akasema. Halafu wakati anaendelea na aya tamu hizi, kuna aya zilipenyezwa katikati, zinasema aya hizi, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wati da'i idha da'ani. Hizi aya hizi zilipoelezea masala fulani, kisha zikaendelea aya za saumu, illa lakum laylata siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Hizi aya ukitizama kwa macho ya juu utafikiri hazihusiani na saumu, kwa sababu aya za mwanzo hizi wakati zinataja mambo ya saumu, fatwa, safari, mwezi, na katikati zikaingia aya za maombi hazihusiani na saumu, mwisho zikaendelea kutiririka aya za saumu. Naomba tusaidiane katika sehemu hii, si kwamba Mwenyezi Mungu amesahau